Pedro Gonçalves auwasha moto Yanga, akabidhi ripoti nzito. Kocha mkuu wa Yanga Pedro Gonçalves ameanza kufanya yake mapema baada ya kuwasilisha maagizo rasmi kwa uongozi juu ya maboresho anayoyahitaji katika dirisha dogo la usajili. Ripoti hiyo imeelezwa kuwa na maelezo ya kina juu ya maeneo yanayohitaji nguvu mpya kuelekea mzunguko wa pili wa ligi kuu. Taarifa kutoka ndani ya Yanga zimeeleza kuwa uongozi chini ya Rais Hersi Said unatarajiwa kuketi kikao kizito cha bajeti ya usajili ndani ya siku chache zijazo. Kikao hicho ndicho kitakachotoa uamuzi wa mwisho juu ya majina ya wachezaji wanaoweza kuongezwa kwenye kikosi cha mabingwa hao watetezi. Dirisha dogo linatarajiwa kufunguliwa Disemba 16 na kufungwa Januari 15, 2026. Yanga wanakesha kuhakikisha hawakosi wanachokihitaji. Kwa kawaida dirisha hili huwa fupi na la ushindani mkubwa. Klabu inakimbizana na muda ili ikamilishe mpango kabla ya timu nyingine kuvamia wachezaji wanaotakiwa. Chanzo chetu kimedokeza kuwa ripoti ya Pedro Gonçalves si ya mabadiliko makubwa sana, bali imejikita zaidi katika kuyasafisha maeneo machache yenye udhaifu ambayo yamekwamisha timu kwenye baadhi ya michezo. Pedro Gonçalves anatajwa kutaka kuongeza ubora katika nafasi 2 au 3 ambazo zimekuwa na upungufu katika miezi ya hivi karibuni. Tayari ripoti ya Pedro Gonçalves iko mezani kwa uongozi na bajeti yake itajadiliwa ndani ya wiki hii, kilisema chanzo chetu. Inaelezwa kuwa mkakati wa ndani unataka kila kitu kikamilike mapema ili kocha awe na nafasi ya kuwapokea wachezaji wapya kabla ya kurejea kwenye ligi hatua ya moto. Mtoa habari huyo alifafanua kuwa lengo la ripoti hiyo ni kuongeza uhai wa kikosi bila kufanya mabadiliko makubwa ambayo yanaweza kuvuruga muunganiko uliopo. Pedro Gonçalves anataka wachezaji waliopo waongezewe nguvu hasa katika eneo lenye ushindani mdogo na lililoonyesha kusuasua katika mechi kadhaa. Baada ya kikao cha Jumamosi tunatarajia kupata mwanga zaidi. Pia kocha anafuatilia mastaa watakaong'ara AFCON ili kuona kama kuna wanaoweza kuongezwa, kilisema chanzo hicho. Na hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ili wa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali endelea kutufuatilia, subscribe, share, comment kisha like. Niliyekusomea na kuandalia taarifa hii ni Melizwa Sport. Endelea kusalia na Neli TV. Neli TV tunakuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo, matukio mbalimbali yanayotokea ndani na nje ya jamii yetu na nje ya mipaka ya Tanzania, ili wewe mtazamaji wetu ujichagulie taarifa yoyote unayohitaji. Mimi ni Melizwa Sport, wakati mwingine, bye bye.